Simba yani wanauchukuliaje huu mchezo tukiachana na ndani ya mchezo? Simba alipaswa kufika kwenye press. Kwa hiyo rungu la kwanza la adhabu ambazo zitatolewa ni Simba kukosekana kwenye press. Kwa hiyo ni adhabu ambayo ipo na hawataikataa. Ukimya wa Simba Yanga wajiazali kwa upande gani? Ukimya wakati mwingine ukiwa na timu bora una timu bora tu. Yeah, sure. Yaani wewe unaweza kukaa kimya ukapiga kelele, lakini mwisho siku kama timu yako ni bora inakwenda inashinda mchezo. Kwa makini na safu yao ya ulinzi wanaweza wakapata maafa makubwa ya magoli au wajipange vipi kwenye safu ya ulinzi? Unaizungumza safu ya ulinzi ya Yanga ambayo labda tuchukua triple three ambao ni Dube, Zize pamoja na Pacome. Upande wa kocha Fadu anaenda kucheza mchezo mkubwa na kwa upande wa Melody Hamd kuna namna kama ndo anakuwa mgeni wa hizo mechi kubwa kwa sababu dabi ya kwanza hakuwa na Yanga. Nani unaona anaenda kufaidika zaidi katika makocha wawili? Hamdi licha ya kwamba anakwenda kuisimamia Yanga katika mchezo wa dabi hana ugeni sana katika michezo mikubwa. Ametoka kufundisha Singida Black Stars, so timu ndogo. Kwa wachezaji ambao alikuwa nao, mimi naamini makocha wengi ubora wanaanza kuwin ile dressing room. Kwa mimi naamini anaweza kuwin dressing room ya wachezaji wa Yanga akawaambia nini ambacho anakitaka, lakini kwa Fadu yeye pengine ndio kitu ambacho mashabiki wanakitamani kweli ni kupata ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania. Tarehe 25 mwezi ukiwa ni wa 6 mwaka 2025 nikukaribisha tena mtazamaji wa FJTV ndani ya kipindi chako pendwa cha Sport League. Na leo kipekee zaidi tunaenda kuangazia mchezo wa Kariakoo Derby ambao kwa siku ya leo unachezwa majira ya saa 11 kamili jioni. Ninayeongozea kipindi hichi ni Neema Kayuga, nitakuwa na Kiepo Benedicto ambaye atakuletea uchambuzi wote kiutaalamu zaidi kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby ambao mengi yameonekana na mengi yametokea mpaka mchezo huo hatimaye tunaenda kushuhudia leo majira ya saa 11. Usiondoke, tunarejea muda mfupi. Tumerejea tena mtazamaji wa FJTV na kubwa zaidi bwana, leo tunaangazia mchezo wa Kariakoo Derby ambao unaenda kuchezwa majira ya saa 11. Hatutakuwa na taarifa zozote zaidi ya kutazama huu mchezo. Kuelekea kwenye mchezo kuna mengi yameonekana, mengi ya nje ya uwanja kabla hata ndani ya uwanja hajachezwa. Kwa uchache siku ya jana Simba hajatokea kwenye press ambayo na waandishi wa habari inabidi watoe tathmini kuelekea kwenye mchezo. Simba wanauchukuliaje huu mchezo tukiachana na ndani ya mchezo? Of course tunafahamu leo ni siku ambayo dabi itachezwa. Na kiwe watu kufahamu kama dabi itachezwa. Kikanuni Simba alipaswa kufika kwenye press. Kwa hiyo rungu la kwanza la adhabu ambazo zitatolewa ni Simba kukosekana kwenye press. Kwa hiyo ni adhabu ambayo ipo na hawataikataa, lazima mtu ataibeba. Lakini kitu cha pili ni tension ambayo ilikuwepo kwenye huu mchezo. Simba wanajaribu kuonyesha nao pia wanaweza kufanya kitu katika hizo nyakati. Tofauti ni kwamba tu Simba walikuwa Yanga walikuwa wanafanya zile action, wanafanya mambo mengi sana, wanaprint jezi ya kucheza na nini, lakini Simba wanaamini kwamba kuna vitu wanaweza kuvilazimisha ili vitokee ili waweze kucheza mchezo. Lakini kwa taarifa za hadi jioni viongozi wa Simba wao wenyewe kuna wale ambao wanatamani mchezo uchezwe, kuna wale ambao hawatamani mchezo uchezwe, lakini kiuhakika zaidi mchezo utachezwa. Simba wao wanaamini kwamba hawataki kupishana na mamlaka katika hali kama hii, kwa wao wanaamini mchezo utachezwa. Kwa hiyo yote ambayo anafanya wengi wanasema ni mind game. Pengine Simba wanataka kuwa surprise Yanga ambao wamekuwa wakifanya promo na wamezungumza mambo mengi sana kuelekea mchezo huu. Kwa bila shaka pengine ni mind game ambayo Simba wanataka kuifanya na pengine inaweza kwenda kuwalipa mbele ya wapinzani. Ukimya wa Simba Yanga wajiazali kwa upande gani? Ukimya wakati mwingine ukiwa na timu bora una timu bora tu. Sure. Yaani wewe unaweza kukaa kimya ukapiga kelele, lakini mwisho siku kama timu yako ni bora inakwenda inashinda mchezo. Mimi ni so muumini wa kusema kwamba michezo ya dabi huwezi kuitabiri. Michezo ya dabi inakuwa migumu. Actually mimi ni muumini wa ubora wa timu zote. Huko zamani utofauti ulikuwa hivi, watu tunashindwa kuelewa. Zamani inawezekana kati ya Simba na Yanga moja na timu mbovu sana, lakini wakienda uwanjani
mechi inaisha sare, labda timu ambayo ni mbovu inashinda mchezo. Watu wanasema ndo hapo wanachukua sababu ya kusema dabi hawezi kuitabiri. Lakini wamesahau michezo ya Simba na Yanga kunakuwa na motivation kubwa kutoka sehemu mbalimbali. Yes. Wachezaji wanaidiwa maisha baada ya huo mchezo. Pesa nyingi zinawekwa mezani. Kwa wachezaji wanakuwa motivated, wakienda kwenye mchezo wanacheza kwa jasho na damu, kwa sababu wanajua baada ya huu mchezo tunakwenda kupata kitu fulani. Kwa hata mara kadhaa Yanga ikiwa ina hali mbaya iliweza kumfunga Simba, Simba ikiwa na hali mbaya iliweza kumfunga Yanga. Sio kwa sababu unaweza kusema eti dabi hawezi kuitabiri, hapana. Hii michezo inakuwa na motivation kubwa kutoka sehemu mbalimbali, kutoka kwa mashabiki, kutoka kwa viongozi, lakini pia mchezo wenyewe ni motivation kubwa. Na ndio maana katika huu mchezo mchezaji ambaye humdhani kabisa ambaye yupo kwenye ubora ndio pengine anakwenda kuwa shujaa katika huu mchezo. Kwa kwangu mimi ninaamini timu ambayo itakuwa bora na itakuwa timu ambayo iko motivated sana kuhitaji kikombe hiki itafanya vizuri. Sawa. Mtazamaji wa FJTV, na wewe unaweza ukatoa maoni yako kwa ukimya wa Simba. Unaona ni tishio kuelekea kwenye mechi majira ya saa 11, lakini unaweza kutoa maoni yako kuelekea kwenye huu mchezo. Tukienda kwenye upande sasa wa pitch zaidi, kitaalamu zaidi. Miaka ya hivi karibuni Simba amekuwa akipoteza mbele ya Yanga. Simba anakuwa anafeli wapi? Kwa sababu ukiangalia kama wachezaji wazuri anao kwa sasa hivi, lakini amekuwa huu msimu kuna namna kama amekuwa mnyonge sana akikutana na Yanga. Tukizungumza kwenye misimu hii iliyopita, of course misimu mitatu kwa nyuma, of course Simba amekuwa mnyonge sana mbele ya Yanga. Lakini hata msimu huu ukiangalia mchezo ule wa mzunguko wa kwanza ambao Yanga alishinda bao moja, ni mechi ambayo pia of course Simba walijitahidi, walipunguza makosa mengi sana ambayo walikuwa wanayafanya kikutana na Yanga. Na wakati ule Phil Davis ndiye alikuwa ni mgeni kwenye timu. Ndio kwanza anajaribu kutengeneza timu yake ili aone nini ambacho anakifanya. Lakini kwa sasa Fadlu amejipata kwa sababu wametengeneza timu ambayo inaweza kucheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Though walipoteza, hawakupoteza kinyonge. Walijitahidi kustruggle, lakini pia matokeo ya mchezo yakatokea akapoteza finali. Kwa sasa hivi Fadlu ana ile first 11 ambayo anaiamini nikitoa maelekezo inakwenda kufanya kitu. Sasa hapo ndio uzuri na utamu wa mchezo ulipo. Kwa hiyo makosa ambayo yalifanyika katika mzunguko wa kwanza, bila shaka kama mwalimu alifungwa goli kutokana na ubora wa mpinzani. Uangalia nature goli ambalo lilifungwa. Ile goli kama ile alifungwa na timu ya hovyo. Magoli kama ile timu kubwa huwa wana practice katika uwanja wa mazoezi. Busa, achia, pita pale, mpira umepita, mtu amefunga. Sio, umenielewa? Kwa alifungwa goli kutokana na ubora wa nini? Ubora wa mpinzani wake. Kwa kitu ambacho kwanza ambacho Fadlu anaweza kufanya katika huo mchezo ni kumzuia Yanga kuwa na nafasi ya kucheza mpira katika eneo lake. Kwa mabeki wake wao sharp, Yanga wakigusa mpira wafike kuweza kuclear na vitu vingine kama hivyo. Kwa kwangu mimi ninaamini atatumia mechi iliyopita kama case study, na kwa sasa hivi amekuwa na timu ambayo at least ina muunganiko mzuri. Akienda kucheza na timu kama Yanga ambayo imekuwa bora, anaweza kuonyesha upinzani. Yanga amekuwa bora sana kwenye eneo la ushambuliaji, lakini wamekuwa na safu bora sana ya ulinzi. Lakini Simba malalamiko mengi ya watu wengi hasa kwenye safu ya ulinzi. Unadhani leo ya Simba usipokuwa makini na safu yao ya ulinzi wanaweza wakapata maafa makubwa ya magoli, au wajipange vipi kwenye safu ya ulinzi? Unaizungumza safu ya ulinzi ya Yanga ambayo labda tuchukua 3-3 ambao ni Dube, Zize pamoja na Pacome, ambao wameshafunga magoli 10+ katika orodha ile ya wafungaji. Kwa maana yake hao watu watatu wameweza kuchangia magoli zaidi ya 30 ambao Yanga wameyafunga. So unaweza kuona kwamba ni namba kubwa ya magoli ambayo wamechangia. Lakini wakati unaisifu safu ya Yanga pia katika ubora kufunga, lakini pia angalia safu ya Simba pia. Unamzungumza Awa ambaye ndio kinara wa ligi kuu ya NBC akiwa na magoli 16. Unamzungumza Lionel Ateba pamoja na Stephen Deso Mkwala akiwa na magoli 13. Utofauti wake ni hivi. Hawa wachezaji wa Yanga wote wenye magoli, hao wote wanaweza kuanza katika mchezo. Wote wanaweza kuanza. Kama unanielewa. Lakini Fadlu anapitia changamoto moja. Mara nyingi huwa hawezi kucheza na double strikers katika mechi yoyote kwa sababu timu yake itakosa balance. Kwa sababu ukimuondoa Yusuf Kagoma ambaye amekuwa na kazi kubwa katika eneo la kiungo,
maana yake ukitaka umuongeze striker moja, maana yake unatakiwa kufanya ukose winga mmoja au ukose kiungo mmoja katikati ambaye ni labda Fabrice Ngoma, na kitu ambacho akiwezekana kwenye balance ya nini, balance ya timu. Kwa hiyo tofauti wake ni huo tu, kwamba hao wengine wanaweza kuanza katika mchezo na timu ikaperform vizuri, lakini hao wengine lazima mmoja akosekane katika huu mchezo ili timu iwe na balance nzuri. Makosa ambayo wanafanya mara kadhaa safu ya ulinzi ya Simba ndio ambayo makosa yamewasababisha wakafanya makosa mengi hata kwenye michezo ya Confederation Cup. Yaani na wewe utakuwa mashahidi. Makosa mengi ni individual. Shemalon Fonda amekuwa na makosa ambayo yamekuwa mara nyingi yakigharimu timu, lakini hata mlinda mlango pia Musa Pin Kamara huwa ana opt kuanzia chini, lakini anakuwa hana uhakika. Kwa ukikutana washambuliaji ambao wako sharp, tunamkumbuka Osama Lamlo ambaye aliwaadhibu katika mechi ile ya kwanza ya finali pale Berkane kwa makosa ambayo walikuwa wamefanya. Kwa mimi ninaamini ili uwe bora lazima ufanye makosa, ili uende ukajifunze nini ambacho kitafanyika. Kwa kama watakuwa wamefanyia kazi, na nimetoka kuzungumza kitu ambacho wanataka kukifanya ni kwa ruhusu Yanga kukaa na mpira mguuni katika eneo la hatari. Kwa kiwa sharp katika hilo, nadhani wanaweza kuwa salama. Kwa upande wa kocha Fadu anaenda kucheza mchezo mkubwa, na kwa upande wa Miludi Hamdi kuna namna kama ndo anakuwa mgeni wa hizi mechi kubwa, kwa sababu dabi ya kwanza hakuwa na Yanga. Nani unaona anaenda kufaidika zaidi katika makocha wawili? Hamdi licha ya kwamba anakwenda kuisimamia katika mchezo wa dabi, hana ugeni sana katika michezo mikubwa. Ametoka kufundisha Singida Black Stars, so timu ndogo. Kwa wachezaji ambao alikuwa nao, mimi naamini makocha wengi ubora wanaanza kuwin ile dressing room. Kwa mimi naamini anaweza kuwin dressing room ya wachezaji wa Yanga, akawaambia nini ambacho anakitaka. Lakini kwa Fadu yeye pengine ndio kitu ambacho mashabiki wanakitamani kweli ni kupata ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa pengine anaweza kusaidia kufanya kitu, kwa sababu amekuwa na timu kwa muda mrefu, lakini pia ameweza kuwa motivate katika mazingira magumu wakati timu inapitia, na ameweza kupata matokeo katika mechi ambazo pia zilikuwa ngumu. Ninaamini hata hii pia anaweza pia kufanya kitu. Makocha wote wako na nafasi nzuri ya kushinda mchezo wale. Nikikupa nafasi ukiwa kama kocha Fadu na unaingiaje leo? Nikiwa kama Fadu, haraka golini atakuwa Kamara, katikati nitachagua kuanza na Shamo Karabwa pamoja na Hamza, so Shemalon Fondo, lakini nitachagua kuwa na Baba Esther, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Yusuf Kagoma, Fabrice Ngoma. Nitaanza Mpanzu, Dennis akae nje aingie kipindi cha pili, lakini hawa atakwepo. Ateba akae nje aanze Steven Dese Mkwala, lakini pia bila kusahau Joshua Budo Mutala wako ndani. Kwa kofia ya Miludi Hamdi utaingiaje? Very simple. Nitaanza na Djigui Diarra golini, lakini katikati kama as normal as usual sitachagua kwanza na Mwamnyeto kwa sababu amekuwa na makosa ambayo tunayafahamu. Nitakuwa na Baka pamoja na Job. Pembeni bwana mdogo Mwenda amekuwa na wakati bora pia, lakini pia kwa Yanga wazetu wana utajiri mkubwa. Hata akicheza kibwana huko bado timu inapumua. Hapa katikati ya Lydia Ucho akiwa combined na Dukiaboya itakuwa kitu kikubwa. Pakome bila kukosa ndani, lakini Prince Dube na Mzize wote wapo ndani. Kwa hiyo wakati huo Max pia Nzengeli akiwepo ndani. Chama akitokea benchi katika mechi itakuwa kitu kikubwa. Vikosi vya Kiepo Benedicto umevisikia kwa upande wa Simba na kwa upande wa Yanga. Tuna mengi zaidi ya kuzungumza, lakini tutazungumza mengi zaidi baada ya mechi kutamatika, na endelea kufuatilia peji zetu mbalimbali za kijamii, hasa Instagram. Kama wewe hautabahatika kutizama mchezo kwa update zote ambazo zitatokea kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby ambao unakutanisha miamba miwili ya Kariakoo, Simba pamoja na Yanga. Majira saa 11 nchi itasimama kushuhudia mchezo ambaye utaenda kuamua bingwa na kombe likiwa uwanjani. Wewe unatoa maoni yako, je, ni nani ambaye ataenda kuchukua karata hii ama ataenda kuchukua ushindi hii? Mimi sina jibu, japokuwa wewe majibu nayo kichwani kwako. Niliokuongezea kipindi hichi ni Neema Kayuga, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na mchambuzi Kiepo Benedicto ambaye amekupa vikosi, lakini amekuchambulia nani akae sehemu gani na nani atakiwa kuanza katika mchezo huo. Endelea kufuatilia FJ TV, lakini endelea kufuatilia Sport League Cup kwa mengi zaidi ya kimichezo.